CMSA ni taasisi ya umma iliyoanzishwa na sheria ya bunge yenye jukumu la kusimamia na kuratibu na kuendeleza sekta ya masoko ya mitaji na dhamana hapa nchini. Katika wiki hii, CMSA imeshiriki kutoa huduma katika wiki ya huduma kwa wateja. Kwa upande wa soko la mitaji, sisi tunaita ni wiki ya uwekezaji. Na wiki ya uwekezaji, kwenye uwekezaji wa soko la mitaji hatuisherekei tu hapa Tanzania, tunaisherekea kimataifa. Taasisi zote za masoko ya mitaji duniani, wiki hii ya mwezi Oktoba huwa tunaisherekea kimataifa kutoa huduma kwa wawekezaji wetu, kuhakikisha kwamba wawekezaji katika soko la mitaji wanaendelea kupata taarifa, wanaendelea kupata elimu namna ya kuweza kufanya uwekezaji sahihi katika soko la mitaji. Kwa hiyo wanaratibu kimataifa na kila mshiriki kimataifa katika soko la mitaji anashiriki kutoa elimu kwa umma, ikiwa ni sehemu mojawapo ya kurudisha kwa jamii na kuhakikisha kwamba tunakuza uelewa na tunakuza ushiriki katika masoko ya wananchi mbalimbali na makundi mbalimbali katika soko la mitaji. Katika maadhimisho haya hapa nchini, CMSA tumefanya semina maalum. Sababu hili zoezi la kutoa elimu kwa umma huwaga tunafanya ni zoezi endelevu. Lakini kwenye wiki kama hii, kwenye maadhimisho, tunaongeza mkazo, na kipindi hii mwaka huu 2025 tumelenga zaidi kutoa elimu kwa wanafunzi wa sekondari na wa elimu ya juu, vikundi vya wawekezaji na vikundi vya kina mama. Na tunafurahi kwamba lengo letu limetimia vizuri kama tulivyokuwa tumepanga. Mwitikio umekuwa ni mzuri. Makundi haya yamepokea hii elimu kwa vizuri kutokana na semina tulizoziendesha, na wameonyesha mwamko mzuri wakitaka kuendelea kujifunza. Nimefarijika pale kuona kwa mfano kama wanafunzi wa sekondari wanakuwa na shauku ya kuanza kuwekeza, kwa sababu tunawafundisha namna ya kuwekeza, vigezo gani vya msingi ambavyo wanatakiwa, au ni taarifa gani za msingi wanatakiwa kuwa nazo wanapotaka kuwekeza kwenye soko la mitaji, ili kuwajengea namna ya kuweza kuweka akiba, na ile akiba kuiwekeza kwenye njia endelevu, ambapo tumewafundisha sana namna ya kuwekeza katika bidhaa zinazopatikana katika soko la mitaji, ambazo zinajumuisha hisa za kampuni zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Linahusisha pia mifuko ya uwekezaji wa pamoja, vile vipande vya mifuko ya uwekezaji wa pamoja, na inahusisha pia hati fungani au bond. Kuna hati fungani za serikali, kuna hati fungani za mashirika mbalimbali. Vyote hivi ni baadhi ya vitega uchumi au vyanzo ambavyo wananchi wanaweza kuwekeza wakapata faida pale ambapo hizi taasisi zinazotoa hizi bidhaa zinafanya biashara na zinafanya uwekezaji na kupata faida. Kwa hiyo kwa namna moja wanashiriki katika uchumi wa nchi, kwa kuwa wanatoa fursa kwa zile taasisi kuweza kukusanya hela kutoka kwa umma na kuwekeza katika ile miradi ya maendeleo ambayo inasaidia kujenga uchumi, na wanapata vitega uchumi ambavyo vitawezesha kutunisha vipato vyao kwa siku za baadaye. Tunapofika mwisho wa maadhimisho ya wiki hii, haina maana kwamba tumefika mwisho wa kutoa elimu kwa umma, hapana. Kama nilivyosema hapo awali kwamba hili ni zoezi endelevu, tunaendelea kutoa elimu. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi, tunakaribisha taasisi, tunakaribisha vyuo na makundi mbalimbali wanapotaka kupata elimu ya uwekezaji katika soko la mitaji. Tunawakaribisha, tunashirikiana na wadau wetu, tutaendelea kutoa elimu wakati wowote. Kwa hiyo karibuni sana, msisite kuwasiliana nasi kwa ajili ya kuwatengenezea programu za kutoa elimu kwa umma, na muweze kupata fursa nzuri zaidi na namna nzuri zaidi ya kushiriki uwekezaji kama mtu mmoja katika soko la mitaji, na vile vile taasisi ambazo au biashara ambazo zinataka kukusanya mtaji kupitia mfumo wa masoko ya mitaji, pia vile vile tunazikaribisha ili waweze kupata mtaji na kupanua shughuli zao za biashara na shughuli za uwekezaji katika jitihada za kuendeleza uchumi wa nchi na uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito kwamba wanaposikia kwamba kuna fursa za uwekezaji katika soko la mitaji, then waweze kujitokeza kwa wingi, waweze kuweka akiba zao kwa njia endelevu. Na jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba wanapata taarifa za uwekezaji kutoka kwenye vyanzo sahihi.
na ili uweze kujua ni chanzo sahihi, kuepuka zile vyanzo vya kitapeli au vya kudanganyifu, ni kuuliza hizo taarifa. CMSA kama msimamizi wa sekta ya masoko ya mitaji ni njia mojawapo, ni taasisi moja itaweza kumpa mtu au mwananchi taarifa sahihi za, yani kuweza kumchambulia na kujulikana kwamba pale anapotaka kuwekeza ni sehemu sahihi ama la. Vile vile tuna taasisi ambazo tunawapa leseni. Tunawashiriki katika soko la mitaji ambao tunawapa leseni, ambao pia wananchi wanaweza kuwafikia wakapata ushauri na wakaelekezwa namna kushiriki katika soko la mitaji. Kwa hiyo ni jambo la msingi kwamba mwananchi anapokwenda aweze kuuliza, je, hii taasisi ina leseni ya mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana kufanya hii shughuli ya uwekezaji katika soko la mitaji? Kama hawana leseni, hawana ruhusa, then waepuke watu wa namna hiyo na watafute taasisi za wasimamizi wa sekta ya fedha ili waweze kupata taarifa sahihi kabla hawajafanya uamuzi wa kuwekeza.